Mtazamaji, inapofika muda na wasaa kama huu, bila shaka unafahamu kwamba ni wasaa wa kipindi cha Books and Beyond, kipindi ambacho kinakusogezea wewe karibu waandishi mbalimbali wa vitabu. Wengine wanaandika mashairi, lakini wengine wanaandika vitabu vinavyohusu hadithi, wengine wanaandika vitabu vinavyohusu uchumi, wengine ukombozi na vitu mbalimbali zikiwemo siasa pia. Langu jina ni Hamisi Christopher. Kwa kufahamu kwamba Waafrika wengi ama Watanzania hawana utamaduni wa kusoma vitabu, sisi tumeona ipo haja sasa kukuletea kipindi hiki cha Books and Beyond ili uweze na wewe angalau uweze kupata morali ya kusoma vitabu mbalimbali. Nikukaribishe. Katika siku hii ya leo tumepata bahati ya kutembelewa na Marco Masala. Huyu ni mwandishi wa vitabu mbalimbali. Amekuja na kazi zake hapa ili tutaweza kuziona hapo baadaye, atazionyesha. Lakini kubwa tunakwenda kuzungumzia siku ya leo, mada ni mchango wa vitabu katika kubadilisha fikra za jamii. Mchango wa vitabu katika kubadili fikra za jamii. Kwa hiyo tunakwenda kuangazia mambo hayo. Kama jamii inapenda sana rushwa, basi huenda vikaandikwa vitabu ili waweze kubadili fikra hizo. Kama kuna jamii wanafanya ukeketaji, basi hivi vitu vyote tunakwenda kuvizungumzia. Marco, karibu sana katika studio zetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana. Sisi tunafurahi kuwa na wewe kwa sababu tunakwenda kuzungumzia mchango wa vitabu katika kubadili fikra za jamii. Tunajua saizi inawezekana kuna fikra hasi miongoni mwa jamii, lakini kwa kupitia fani ya uandishi wa vitabu, basi bila shaka na wewe ni mmoja wapo ambao wanakwenda kubadili fikra. Karibu. Asante sana. Karibu. Tunakwenda kuzungumzia sasa hivi mchango wa vitabu katika kubadili fikra za jamii. Kwanza tuanze kidogo kabla tujaingia kwenye mada. Ulikaaje? Ulifikiria nini mpaka ukaona ngoja niingie katika kuandika vitabu? Nisiende labda kuigiza filamu, nisiende kufanya kazi nyingine, labda mchoraji wa katuni, ukasema uandike vitabu. Nini hasa kilikusukuma? Kwanza kitu kinapokaa kwenye maandishi kinakuwa ni kitu cha kudumu. Vizazi na vizazi watakuta maandishi yao, watayasoma na watayakuta vile vile. Lakini kikubwa inawezekana kwa nchi zetu za Afrika, lakini kwa wenzetu wazungu wanathamini sana vitabu. Wakijua kwamba kwenye kitabu ndio kwenye maarifa. Kuna vitabu vimeandikwa na mababu zetu huko nyuma, lakini mpaka leo unaweza kusoma na ukaona picha ilivyo. Hili ni sukuma sasa kuona ni kwa namna gani mimi binafsi pamoja na majukumu yangu mengine nayo yafanya naweza kucontribute kwenye kusaidia jamii ya Kitanzania kuibadilisha kupitia vitabu. Uandishi wa vitabu. Na hii ndio ilikuwa ni sababu kubwa ya kunisukuma, lakini pia kama unavyojua uwezo kufanya kitu usichokipenda. Ni kitu ambacho nakipenda kukifanya, kuandika vitabu. Kuandika vitabu. Sawa. Sasa tuzungumzie malengo mazima ambayo mpaka sasa unakaa chini unaandika vitabu. Malengo yako hasa yanakuwa ni nini? Unalenga nini wakati unapoandika vitabu? Kwanza katika mabadiliko ya binadamu yanaanzia kwenye fikra. Kwa hiyo unapotaka kubadilisha jamii kama ulivyojaribu kugusia, kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani ni fikra. Ukiweza kuibadilisha fikra, basi ujue na yule binadamu tayari umembadilisha. Kwa hiyo malengo yangu ya kuandika kitabu ni kuhakikisha kwamba naibadilisha jamii kutoka kwenye perception fulani, mtazamo fulani kwenda kwenye mtazamo fulani, na zaidi kutoka kwenye mtazamo hasi kwenda kwenye mtazamo chanya. Na wote tukiwa kwenye mtazamo huo, basi ujue kwamba jamii itakuwa na amani, kutakuwa na ugomvi wa ajabu, jamii itakuwa na maendeleo, itakuwa na afya njema. Unaposema unamuondoa kwenye hasi, ni pamoja na kama ni mfanyakazi wa serikali, aone rushwa haifai. Kinachofaa ni kuhakikisha kwamba uadilifu ni mkubwa ili kusaidia jamii inayoitumikia. Na inapotokea umeajiriwa, lazima utambue kwamba kuna Watanzania wengi sana. Tuko milioni 50 na kitu 60. Sasa kama wewe umepata ile nafasi, si kwamba wewe ni bora sana. Ni Watanzania wengine wamekuamini. Kwa hiyo ni kwa namna gani unawatumikia Watanzania wale? Tanzania. Sawa. Turudi sasa katika swala zima la mada. Kila mtu anapokuwa anaandika vitabu anakuwa na mada zake ambazo huwa zinamjia sana kichwani wakati huo. Mwingine anaandika vitabu kuhusu ukombozi, labda enzi hizo kina Mobutu Sese Seko walifanya nini, kina Nyerere. Mwingine sana mambo hayo ya kihistoria. Mwingine sana mapenzi, mwingine hadithi za kutishatisha. Wewe hasa unapenda kuandika vitabu vya namna gani? Kwanza kuna vitu labda kabla sijarejea hapo, kuna vitu vitatu muhimu kwa mwandishi. Kwanza, mwandishi anapoandika kitabu, anataka kitabu chake kiwe kwenye quality. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, kisomwe
na wananchi au jamii inayomzunguka. Na cha tatu, kimsaidie basi kama kutakuwa na gharama amezitumia kukiandika, gharama zile zirudi. Hivi vina influence sana waandishi wengi kuamua kwenda kwenye kuandika vitabu vya aina fulani. Kwa kutambua hili, jamii ya Kitanzania kwa research ndogo ambayo nimeifanya mimi binafsi, wanapenda sana vitabu vile vya hadithi, riwaya. Na zile friction zaidi, zile za kufikirika. Aliingia pale zile ndio wanazipenda sana. Development books zinasomwa na Watanzania sasa, kundi fulani la wachache. Kama kuna makundi yamegawanyika. Kuna kundi la riwaya, hadithi, story na udaku kidogo. Kuna kundi la watu ambao wanasoma vitu serious. Anataka kujua baba wa taifa alifanyaje kwenye harakati zake mpaka akatupatia uhuru. Na kuna wengine wenyewe wapo wajui, akiambia kitabu ni kizuri anaenda kukisoma. Sasa hiki kilinivuta. Napenda sana development books kwa sababu zile ndio zinabadilisha jamii kuliko zile hadithi zile riwaya. Kwa hiyo napenda kuandika development books, lakini baada ya kugundua kwamba jamii imegawanyika kwenye makundi haya, nikaamua niwe na uandishi wa kuchanganya. Mwanzo wakati naanza kuandika nilikuwa naandika riwaya, hadithi za kawaida. Lakini sio friction, mimi ni za ukweli. Nilipoingia katika development books nikagundua pia huku naweza nika lose baadhi ya watu. Kwa hiyo nimemix uandishi wangu. Kama umesoma vitabu vya Robert Kiyosaki. Ndio. Huwa anaandika development books kwenye narrative style. Anaandika Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Anaandika ni story lakini yenye kusaidia kubadilisha fikra. Lakini iko kwenye story. Kwa hiyo namvuta mtu anayependa story. Akiona ile segment ya story atavutika kusoma. Baadaye anapata sehemu anaingia kwenye sehemu ya zile concepts za kumbadilisha vitu fulani. Lakini pia na yule mtu anayependa development books atapenda ukisoma. Inaweza kumvutia pia kwamba kuna story kumbe ni nzuri kusoma. Kwa mimi ndio uandishi wangu umejikita pale, lakini ni mixture ya story lakini ni development books. Sasa tuzungumzie kitu kimoja. Unaona ni sahihi kuna wale ambao wanaandika vitabu wameshajua fikra za Watanzania, wengi wanapenda labda vitabu vile vya hadithi udaku kidogo. Kwa wengine wanatumia hiyo nafasi ya kuandika vitabu kwa ajili ya kuwavuta wale waje ili wao waweze kupata fedha. Unaona ni sahihi zaidi mtu kugundua kwamba watu wanapenda kile vitabu vya namna fulani ambavyo huenda havina maslahi kwao kwa namna fulani kubwa kwa jamii yetu kwa sasa, lakini wao wakaona huko kwa sababu ndio tunapata fedha basi. Yaani ni sasa swali hili ni sana wale wanaoimba nyimbo za mapenzi, kwa sababu wanajua nyimbo za mapenzi ndio zinapendwa na watu wengi kuliko labda ile nyimbo za uzalendo kama hivyo. Unaona ni sahihi iwe hivyo ama nini kifanyike ili sasa tuweze kubadilika hapo ili watu wanapenda vitabu kama ambavyo umevitaja tu development books? Si sahihi sana. Si sahihi sana kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa sababu kuna hizo story nyingine za udaku baada ya kuelimisha zinapotosha. Lakini kwa sababu mtu anakimbilia kupata pesa, basi anataka kujitajirisha yeye mwenyewe. Si sahihi kwa jamii. Mimi nadhani hata sisi waandishi wa vitabu tuwe na perception ya kwamba kitabu hiki ninachokiandika baada ya miaka 3 ukipata ushuhuda kimesaidia kubadilisha watu fulani, iwe ni fahari kwako kwamba nifanya kitu kizuri. Pesa utakimbia utapata pesa leo lakini kesho itaondoka. Lakini ukiandika kitabu ambacho kina vitu vya muhimu kumbadilisha mtu inapendeza zaidi. Kwa sisi waandishi wa habari pia tujaribu kubadilika. Tuwe wabunifu. Baada ya kutoa kuandika ule udaku, unaweza kaweka style ya watu unawasoma wasomaji wako. Wanapenda kwenye style ya udaku. Unaweza kaweka kwenye style ile ya udaku lakini kikiwa ni development books. Kitamvuta tena anayesoma udaku, ataanza kuvutika. Kumbe nikitaka kuanzisha biashara, natakiwa nifanye hivi. Mfano, baada tu ya kwenda kuandika kitabu hizi ni sifa za mjasiriamali, ukaziorodhesha pale. Tutaona kama yuko darasani. Kwa hiyo nivutie. Lakini ukisema nilikuwa na rafiki yangu Hamisi, niliamua kumtembelea nikamkuta anafanya biashara katika maongezi, yuko vizuri. Nikamuuliza ni kwa namna gani ajaribu kufanikiwa, tukaongea, tukacheka na hivi, tukatoka pale tukaenda sehemu fulani akanielezea kilichomsaidia ilikuwa ni moja, ndio naziingiza zile sifa sasa za ujasiriamali kwenye ile sasa. Namna hiyo ya kuandika mtu yote atapenda kusoma. Hata yule anayependa udaku atapenda kusoma.
atapata zile sifa tayari umeshazielezea pale kwa mtindo tofauti. Kwa namna tofauti. Na yule anayependa development books pia atapata ile kitu, lakini kwenye narrative style. Kwa hapo kubwa ni kuifahamu hadhira yako. Yes, ni kuifahamu hadhira yako. Na ni kweli unanikumbusha, nilisoma kitabu kimoja kilikuwa kinazungumzia kuna watu ambao hawapendi tabia fulani za watu ambazo zina upande fulani ambao ni chanya. Kwa mfano, inawezekana ni mzazi anapenda mwanae awe anapenda kuimba nyimbo za Injili, ila mwanae anaimba nyimbo za Bongo Flava. Sio kumkataza kuimba Bongo Flava, ila ibadilishe ile fikra zake zilizo kwamba anapenda kuimba, badilisha sasa ije katika nyimbo ya Injili. Kwenye nyimbo za Injili. Kwenye nyimbo za Injili kama hivyo. Sawa. Sawa, asante sana. Moja kwa moja bila kuchelewa tuzungumzie kwanza kazi zako ambazo umetuletea. Mimi nishike hiki na wewe mshike hiki cha Kiswahili. Sawa. Mimi nasoma hapa kimeandikwa kwa Kimombo ni Liberation of Thoughts. Liberation of Thoughts, kwa Kiswahili ndio ukombozi wa fikra. Kitabu hiki kimeandikwa na mwenyewe Marco Masala. Mtazamaji, tuambie nini kimo humu ndani hasa kwa sisi tusiofahamu, hatujasoma bado, maana naona kipo kabisa kwenye siri. Kwenye kasha kabisa hivi siri. Nini hasa kimo ndani, umezungumzia nini hasa? Kwanza kabla sijaingia kwenye swali lako kulijibu moja kwa moja. Ndio. Kiko kwenye lugha mbili. Mtu angejiuliza ni kwa nini umeandika kwenye lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili. Pia nilifanya research kidogo. Kitabu changu cha kwanza niliandika kwa Kiswahili peke yake. Lakini hivi karibuni nimefanya research nikagundua kwanza Watanzania kuna society, kuna kundi fulani la vijana kubeba kitabu cha Kiswahili kutembea nacho naona kama ameshuka chini kidogo. Angependa kutembea kitabu cha Kiingereza. Amekaa kwenye gari pale. Yes, anasoma kitabu cha Kiingereza kinamsaidia hata yeye kuimprove baadhi ya vocabulary na language. Lakini bado kuna Watanzania ambao hata kama anajua Kiingereza angependa asome lugha yake ya Kiswahili. Na yuko proud kabisa kwamba anasoma kitabu cha Kiswahili. Kwa nikasema ili wote niwapate hao. Ndio. Nikaamua sasa niwe na kitabu chenye lugha mbili. Kwenye lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Yeah. Kitabu hiki kinajaribu kuelezea ni namna gani kijana na hakijatenga mzee, kijana, binti, mvulana, kimecombine marika yote. Lakini kwa namna gani haijalishi umri ulionao leo, bado na nafasi ya kufanikiwa. Kwa hiyo kimetoa practical guide huko ndani kwa mtu ambaye alikuwa na familia ya kawaida sana, lakini akaweza kuja kufanikiwa. Lakini pia kinajaribu kujenga uzalendo. Unamfahamu mtu anaitwa, kuna mwanariadha fulani ana Steven, sijui kama umeshawahi kumsikia. Alikuwa ni mzalendo sana. Tumejaribu kujenga uzalendo ndani ya kitabu hiki. Nadhani inawezekana usipate story yoyote ya huyu mheshimiwa kokote zaidi ya hapa, labda na vitabu vya Olympic. Ndio huyu tunayo. Sio huyu. Sawa. Lakini kuna pati 3 za kujenga ujasiri, namna ya kuendeleza biashara na ujasiri wa kufanya vitu kama ni leadership. Lakini kuna namna ya kujenga uzalendo. Nimemtumia zaidi huyu jamaa Steven. Alituwakilisha kwenye mashindano ya riadha ya marathon 1968 kule Mexico. Alipofika kule Mexico wakaingia kwenye uwanja wa mashindano. Wakajipanga kuanza kukimbia. Wakati wanaanza kukimbia kuna mshindani mwenzake alimparamia akamdondosha. Steven aliumia sana. Miguu ilichubuka na kila kitu. Ikabidi wale watu wa huduma ya kwanza wamfuate, wakampatia huduma ya kwanza. Wakamshauri ulivyoumia hutaweza kufanya nini? Kutembea vizuri. Kukimbia. Ni bora ukapumzika. Alikataa. Kwao alikimbia kichechemee. Mara anatembea. Mashindano yalikuwa yameanza kwenye mida ya asubuhi. Alikuja kuisha kwenye mida. Yeye alikuja kukamilisha mbio zake mida ya saa 1 jioni. Kukiwa na watu wachache sana ndani wamebaki. Waandishi wa habari wakasema huyu ni binadamu wa aina gani? Wakamfuata. Wakamuuliza, ni kwa nini umeendelea kukimbia wakati umeumia? Wataalamu wamekwambia usiwezi kuendelea. Ni kwa nini? Aliwajibu jibu moja. Akamwambia, nchi yangu Tanzania haikunituma kuja Mexico maili 1500 kuja kuanza mashindano.
bali imenituma kuja kumaliza mashindano. Unaweza kuona uzalendo, mtu yuko radhi atoe maisha yake, lakini anaiwakilisha, anaiwakilisha nchi inaenda. Mwaka huu 1968 alikuwa maarufu hata zaidi ya yule aliyeshinda. Yeye ndio alikuwa maarufu na kutokana na ule uzalendo alivyoonyesha hiyo tukio. Kwa hiyo tunaonyesha uzalendo kwa vijana kwa kufanya difference ya Watanzania tu ambao wamefanya mambo makubwa. Mambo makubwa. Yeah. Sawa, mada yetu ni mchango wa vitabu katika kubadilisha fikra za jamii. Tuambie unaona kwa huu maana ni ukombozi wa fikra. Unaona ni kwa kiasi gani vitu ulivyoviandika ndani vinaweza vikaenda kubadilisha jamii kifikra zaidi? Maana yenyewe kabisa inaonyesha ni ukombozi wa fikra. Nina imani kama mtu ataweza kukisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa asilimia kubwa sana, lazima fikra zake atazibadilisha. Kwa sababu ataona ushuhuda wa watu ambao walifanya mambo makubwa. Ndio. Walianzia zero income mpaka hapa alipofikia. Na nadhani itamtia moyo kwamba kumbe na yeye bado ana nafasi ya kufanya au kufikia malengo yake aliyoyapanga. Yeah. Sawa. Mara nyingi tukisoma vitabu vyetu tunaambiwa kwamba muda mwingine kilichopo nje huwa kinatoa ujumbe fulani kidogo kwa kile ambacho kimeandikwa ndani. Wakati unabuni kuweka namna hii ya huyu mtu anakimbia hapa anaruka, mtazamaji tutamuonyesha vizuri. Wakati anaruka hapa, huko kuna jua kali linachomoza, hapa kuna pande hizi mbili, inawasilisha nini hii? Inawasilisha nini katika jamii, ama mtu akiona hivyo haraka anaweza kaelewa? Wakati nafikiria hii design mwenyewe. Ndio. Hapa ikaeje cover na kadhalika. Kera sana. Wakati nafikiria nikasema ukombozi wa fikra. Kwamba kitu chochote ikitokea tatizo leo, kama fikira zako ziko positive, unaweza kuichukulia kwamba hiyo ni opportunity. Umeachwa na gari leo, ulikuwa unasafiri, utaki kulia na kusikitika. Unaweza kuichukulia kwenye positive way na ukasonga mbele. Kwa nikasema ni picha gani naweza ikawakilisha? Nikaona hii picha ambayo ikaja kichwani. Nikiweka picha hii inamaanisha huyu jamaa pamoja na kwamba alikuwa amekuta hapa pamekatika. Ndio. Inawezekana asiweze kwenda upande wa pili, lakini aliamua kwamba naweza kutumia namna nyingine ya kuvuka. Akaruka na hakurudi nyuma. Kwa hiyo angekuwa mtu mwingine angefika hapa angerudi nyuma kulala, akasema basi leo kama ni kazini siwezi kwenda, kama ni wapi siendi kwenda. Lakini sasa hii picha inawasilisha kwenye mambo mengi. Kama una ambition kwenye mambo ya siasa, ukikutana na vikwazo, fikiria, angalia, badilisha perception yako, upate njia ya kusonga mbele. Ukiwa mfanya biashara ni hivyo hivyo. Ukiwa mwajiriwa wa serikali ni hivyo. Mwanafunzi ukiwa mwanafunzi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo nikaona hii picha inawakilisha karibia makundi na vitu vingi hapa ndani yake. Kwa kama ulivyoeleza, kuna kweli mtu anaweza kubadilika kifikra. Asante sana mtazamaji. Ni Marco Masala huyo ambaye ametuletea kitabu hapa kinaitwa Liberation of Thought kwa lugha ya Kimombo, lakini ni kimoja ameandika pia katika lugha ya Kiswahili kikiitwa ni Ukombozi wa Fikra. Amekiandika yeye mwenyewe na ndani humo amesema kinamgusa kila mmoja. Awe mkubwa, awe mtoto, kijana, mtu yoyote anaweza akabadilika kifikra kutokana na kitabu hiki. Tutakwenda kwenye mapumziko mafupi, halafu tutarejea hapa ili tuweze kuzungumzia zaidi kuhusu ukombozi wa fikra katika kitabu hiki, ama kwa lugha ya Kimombo kama unavyoona kimeandikwa Liberation of Thought. Tafadhali usiondoke. Ni Dunia Duara, mkusanyiko wa habari kutoka kila pembe na ncha ya dunia hii, uliochakatwa na hatimaye kurushwa na waandishi wa habari waliobobea kwenye taaluma ya habari. Kama unavyoona ni madhara mbalimbali ambayo yameweza kujitokeza katika daraja hili la Mbezi. Daraja lilikuwa limekatika, lakini mawasiliano kwa sasa kwa upande mwingine na upande mwingine hayapo kabisa. Je, hali hii itaendelea mpaka lini ikiwa mpaka sasa hawajui hatima yao? Ni maandamano ambayo yanaendelea katika eneo hili yakiwa yameanzia Mnazi Mmoja, yakiwa na lengo mahususi kabisa la kuienzi siku hii ikiwa ni siku ya uti wa mgongo duniani. Nikiripoti kutoka katika fuko hizi, ni mimi Zulfa Ibrahim, Mlimani TV, elimu kwanza.
bila kusahau makala na vibwagizo mbalimbali vya kuelimisha na kuburudisha. Yote haya ni katika Dunia Duara, kila siku saa 1:30 usiku, 3:30 usiku, saa 12:30 asubuhi na saa 4 asubuhi. Mlimani TV, elimu kwanza. Mtazamaji, tulikuahidi kwamba tutarejea hapa kwa ajili ya kuzidi kuchambua kitabu ambacho kimeandikwa na Marco Masala kinachohusu ukombozi wa fikra, lakini pia ameandika kwa lugha ya Kimombo. Ni raha iliyoje. Nimeshazoea mtazamaji, hapa tukialika watu kuna swali lazima tuwaulize. Kuna mtu anakuwa ameandika lugha ya Kiingereza tu, tunamuuliza sasa, uone wa Tanzania Kiswahili hawajui, anajibu. Mwingine ameandika Kiswahili, tunamwambia uone kuna wengine wanajua Kiingereza, lakini kwa Marco Masala swali hilo hatutamuuliza kwa sababu ameweza kujibu mwenyewe. Kwa anayependa kwa lugha ya Kiingereza, basi anaweza kuchukua hiki hapa kinachoitwa Liberation of Thoughts, lakini pia kama anataka cha Kiswahili atachukua kile ambacho kinaitwa Ukombozi wa Fikra. Tumerejea. Tuzungumzie katika waandishi. Ukiandika hivi vitabu, lakini inawezekana kuna 1, 2, 3 labda. Tunaamini kwamba wewe mwandishi lazima utakuwa msomaji kidogo na vitabu vyako. Unapenda zaidi vitabu anavyoandika nani? Kama hata ni Mtanzania ama hata kama yuko nje. Uandishi wa vitabu ambao umewahi kuwasoma, unapenda vitabu vya namna gani pia kusoma? Wapo waandishi wengi ambao wananivutia. Ndio. Hata rais wa Marekani anaandika vitabu vingi tu ambavyo Trump au yule Obama. Trump. Lakini pia mama Obama. Michelle napenda sana vitabu vyake. Zaidi ni Kiyosaki napenda vitabu vyake kwa sababu vimekaa sehemu katikati ya hadithi na ile ya development. Yes. Kwa ina cut close. Kwa hiyo napenda sana namna yake ya kuandika. Sawa. Tuzungumzie sasa kazi ambazo unaandika. Kitabu kama hicho Ukombozi wa Fikra, uliwahi labda kupitia semina yoyote ama ulikaa darasani ama ndio ile katika nini hasa wakati unaandika? Maana najua hata kuna ABCD ambazo inatakiwa uziweke mle ndani. Ule utaalamu kwa kiasi fulani umeupata wapi? Sikwenda darasani kama darasani kwa ajili ya kuandika vitabu. Nilipoona kwamba hiki kitu nakipenda, nilijaribu kuingia kwenye internet na kuangalia namna ya uandishi. Kama unavyojua mtangazaji, ukiwa na basics ya vitu fulani inakuwa rahisi kuendeleza. Kwa hiyo nilipita nikaona namna ya kuandika. Nikajaribu kuandika kitabu cha kwanza kinaitwa Mapito. Hivyo kiweka sokoni ilikuwa 2011, kilipendwa sana na kiliuzika sana. Lakini kutokana na majukumu mengi ya kikazi nikawa nimebanwa. Safari nikasema ngoja nitoe tena kitabu kingine cha Ukombozi wa Fikra ambayo ndio hiki ambacho ndio hiki, na nikasema sitalala sana, mwezi wa 12 au wa kwanza lazima nitoe kitabu kingine. Kwa hiyo sasa nimeamua kuingia rasmi kwenye kutoa vitabu kama hivyo. Sawa. Tunajua kuna mabadiliko. Wakati kabla hujaanza kuandika vitabu kama vile umetuambia ulianza kutoa kitabu cha kwanza Mapito mwaka 2011. Kabla ya kuanza kuandika vitabu na baada ya kuandika vitabu, wewe mwenyewe unaona kuna mabadiliko gani labda ya kifikra, labda kumekuwa na ufuatiliaji wa vitu ili uweze kutuhabarisha sisi, kutujuza kupitia vitabu vyako? Kuna mabadiliko gani kwa Marco wa miaka kadhaa iliyopita na Marco wa sasa? Binafsi imenisaidia sana. Kwanza imebadilisha perception. Mimi mwenyewe kabla sijaenda kumbadilisha mtu mwingine, lazima nibadilishe perception. Unapoandika kwenye kitabu hiki ukasema kiongozi bora anatakiwa na sifa hizi, inakuvuta wewe kama uko sehemu na unaongoza watu na wauzia vitabu, uanze kuonyesha zile character mwenyewe kwanza. Na hiyo inakuwa ina inspire na kuinfluence wale wengine. Kwa binafsi imenibadilisha kuhakikisha ninayoyaandika basi najitahidi kuyaishi. Kwa hiyo nilianza kwanza kubadilisha mindset mimi mwenyewe, lakini pia imenisaidia kujua vitu vingi, kwa sababu ili uandike kitabu lazima pia usome kazi za wengine, wanaandika nini. Ukiangalia kwa haraka vitabu vyangu navyo viandika mimi, sio vitabu vya friction.
vya kukaa nikakaa mimi uwezo wangu wa kukaa na kufikiria hadithi na kuandika, naweza kaandika kitabu kimoja in a week. Kamaliza. Lakini vitabu vyangu vinahitaji sasa kama research fulani. Fanya utafiti. Mfano hapa utaona nahojiana na watu, nimemuita mtu nahojiana naye. Hii kitabu kimejikita sana Mlimani City. Tulikuwa sehemu fulani tukaongea hivi na hivi na hivi, akaja hii tukaenda sehemu fulani. Kwa hiyo ni mazingira ambayo pia yanaweka tu nakshi kwenye ile hadithi. Lakini vitabu vyangu ni vya research. Na kitabu ninachokuja kukileta kitakuwa ni practical guide ya namna ya kurejesha matumaini. Hapo nategemea kukutana na watu wakubwa tu kama 3 au 5 kuwahoji na kujua walichopofikia waliwezaje na weka kwenye maandishi. Kwa hiyo so friction tu kukaa na kufikiria na plani. Inakuwa ni matukio halisi kabisa. Ni matukio halisi kabisa ambayo yanatokea. Kabla tujaenda kuzungumza na mtazamaji moja kwa moja kuhusu hicho kitabu kwa kama kumfikishia ajue atakipata wapi kama hivyo, tuzungumzie changamoto ambazo umekutana nazo wakati unaandika. Tukimaliza hapo tuenda pia tutazungumzia kuhusu ushauri kwa waandishi wengine ambao wanaandika vitabu. Kama unahisi kuna sehemu labda wanakosea wakati unasoma vitabu vyao, labda wa Kitanzania wabadilike wapi. Lakini kwanza tuanze na kuna changamoto zote ulizokumbana nazo labda wakati unafanya. Changamoto mimi binafsi ni ile nafasi tu, kwa sababu ya kubana na majukumu mengine. Unakuwa na nafasi ndogo sana. Kwa hiyo inabidi utenge muda wako baada ya muda wa kazi. Kama ni saa 10 unatoka kazini au saa 12. Angalau ukifika nyumbani uwe na saa 1 la kuandika. Kitabu hiki nilikiandika ndani ya wiki 2. Kwa hiyo inabidi uwe na saa 1 angalau kila siku unaandika. Kila siku unaandika. Hiyo ni changamoto kwa kwetu sisi ambao tuko kwenye ajira nyingine kupata nafasi ya kuandika kitabu. Lakini changamoto ambayo ipo sasa kwa wote kubwa nadhani ni Watanzania. Bado si wasomaji wazuri wa vitabu. Ukisafiri kwenye nchi za wenzetu, either upo kwenye anasubiri bus train au kwenye ndege, wanathamini sana ule muda hata ikuruhusi kwa kucheki vitu vya anaingia kwenye kitabu. Anaamini kwamba kwenye kitabu ndio kwenye maarifa. Lakini kwetu sisi bado ni ndogo. Hata ile lengo nalo plan ya kubadilisha perception, kwa sababu watu sio wasomaji, inakuwa ni changamoto. Kuna mtu mmoja ameshawahi kusema ukitaka kuficha pesa kwa nyumbani iweke kwenye kitabu, kwa sababu sio wasomaji. Lakini tumejitahidi kwenye vitabu hivi vyetu. Mimi nimekuja na ubunifu. Hata kule mwishoni tunaandika kabisa na nukuu muhimu. Kwenye Kiingereza utakutana na quotes. Huku kuna nukuu. Kuna nukuu nyingi tu ambazo zimeingia kwenye uandishi. Mfano naweza kukupa nukuu 2 ambazo najua hiyo inaweza kawavuta Watanzania. Na inaweza kawavuta, sio unapotaka kwenda kupresent sehemu au kufanya kitu unachukua nukuu ya nje tu. Tuwe sasa na nukuu zetu. Najua kuna nukuu nyingi za Mwalimu baba wa taifa Nyerere. Kuna nukuu za JK, kuna nukuu za Mkapa, kuna nukuu pia za Mheshimiwa Rais wa sasa. Lakini tukasema tuwe na nukuu sasa za waandishi wa habari pia. Kuna nukuu moja mfano inasema, mara nyingi ukiwa na nyundo, kila tatizo unaloliona mbele unafikiri ni msumari. Ikimaanisha kwamba hatuna mitazamo. Kama wewe ni boss sehemu, kijana wako amekuja amechelewa kazini, unajua the only solution ni kumwandikia barua kumlima na kumfukuza kazi. Lakini kumbe kulikuwa na namna fulani ingemsaidia yeye. Unaweza kukuta na matatizo ya kifamilia, matatizo yoyote yale. Uikaa naye ukamguide, ukamfundisha, ukamwelekeza, labda angebadilika kama mfanyakazi bora zaidi. Lakini pia kuna nukuu na kupata tuzipo nyingi kwenye kitabu. Hii inasema ni bora kuwa na jeshi la kondoo linaloongozwa na simba kuliko kuwa na jeshi la simba linaloongozwa na kondoo. Ikimaanisha kwamba hata kwenye uongozi unapokuwa kiongozi lazima uwe imara. Ni bora walioko huku wasiwe imara. Wewe ukiwa imara unasema tunapita hapa, lazima watakufuata. Kama haya yanayotokea kwa Mheshimiwa Rais. Lakini simba wakiwa nyuma alafu kiongozi yeye ni kondoo, inakuwa ni changamoto. Haya, asante. Kwa dakika moja ushauri kwa waandishi wanaoandika, umeona wapi labda kuna changamoto wakati unasoma kazi zao, labda wa Tanzania hasa, ili waweze labda kubadilika na waweze kuibadili jamii? Watanzania wengi waandishi wana utamaduni wa kuchukua kitabu kilichoandikwa nyuma cha Kiingereza akakipeleka kwenye Kiswahili
Hapo akachapisha akasema cha kwake. Akaweka tu na nani pale title akaibadilisha kidogo. Na hata wala acknowledge. Kwa hiyo tuiache. Hiyo ni changamoto kwetu kama na umekutana navyo wakati unasoma. Vipo. Lakini cha pili, kwa sababu ukifanya vile unaandika kitabu, unakiweka kwenye mazingira, hata kama ni cha kubadilisha, utatumia mfano ya nje ambayo haiendani kabisa na mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo atasoma tu, inakuwa kama ni kitabu vya academic. Ukimaliza pale, akijaribu kufikia namna ya kuimplement ile kuweka kwenye action, anaona bado ina changamoto. Kwa hapa ni muhimu sana kwa sisi kama waandishi ni changamoto. Yes. Haya, mimi nikurejeshee hiki kitabu uweze kuzungumza na Watanzania. Unaweza ukagusia tena jina lake, ukagusia ni shilingi ngapi kinauzwa, lakini pia ukagusia vinapatikana wapi hasa kwa urahisi akitaka kukipata kitabu hiko ili naye aweze kuwa kupata ukombozi wa fikra. Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Jina la kitabu hiki kama inavyoonekana ni Ukombozi wa Fikra. Kwenye Kiingereza ni Liberation of Thoughts. Tumeamua kuweka kwenye lugha mbili ili kumrahisishia msomaji. Anayependa Kiingereza basi atachukua hiki. Anayependa Kiswahili atachukua hiki. Lakini pia ana option. Anaweza akaamua akachukua hiki, akasoma na akachukua cha Kiswahili akasoma. Tuliweka zile option. Lakini pia tuliona Kiswahili si cha kukuzia sasa, ni lugha yetu ambayo inazidi kukua. Siku baada ya siku. Imekuwa ni lugha rasmi kwenye nchi za SADC 16. Tukitumaini hata wale wenzetu wa nchi za SADC, wale English speaking countries, akichukua hiki akisoma huko akaona anaelewa, basi ana uwezo wa kwenda kwenye Kiswahili na kama wanajifunza. Akisoma huko anaangalia huko anajua kumbe ilikuwa ina maana hii. Kwa hiyo ndio maana tumeweka kwenye lugha zote mbili. Vitabu hivi sasa vinapatikana kwenye bookshop zote. Tokea Jumatatu tumeanza kusambaza. Ukienda pale Mlimani City pale utavikuta. Ukienda Quality Plaza pale kuna bookshop utakuta. Airport kule kuna bookshop nyingi, Air Communication na nyingine utakuta. Ukienda Kariakoo kuna bookshop pia tumeshasambaza utakuta. Na ukienda Posta House of Wisdom utakuta kitabu hiki na bookshop nyingine. Kwa hiyo tumekisambaza na kuanzia next week tunaanza kusambaza sasa mikoani. Tutaanzia na Arusha, Moshi, tutaenda Mwanza, tutaenda Mbeya. Tukufikia Watanzania wote. Tutafikia Watanzania wote. Lakini pia tutajitahidi kwenye semina na kadhalika kwa sababu kitabu kina maudhui mazuri tu. Tutajitahidi pia kuwasambazia. Tutakuwa tunaenda kwenye vitu kama hivyo na kuwepo mtu anawauzia wale wanaotaka kuchukua. Tunataka at the end of the day vitabu hivi viwe kwa Watanzania wengi wabadilishe fikra. Nataka wasome vitabu hivi kabla sijatoa kile kitabu kingine. Kuna kitabu kinakuja tena. Kinakuja mwezi wa 12. Kitakuwa ni kitabu kikubwa na ni kikubwa kweli. Na kitakuwa ni kitabu ambacho hakijawahi kuandikwa. Sio Tanzania tu. Hata nje ya nchi. Tumeweka ubunifu mkubwa kwenye kile kitabu. Ndio. Yeah. Kwa mfano Mtanzania anapenda sana anataka kutoka nyumbani, mimi natoka na hela yangu kamili naenda kununua Ukombozi wa Fikra. Anaweza akakipata kwa shilingi ngapi labda? Hiki kitabu ulikuta kwenye supermarket, kwenye bookshops. Kuna wale wezi walanguzi si tuseme wale yani Kwenye bookshops hiki kitabu kinauzwa cha Kiswahili ni 15,000. Ndio. Cha Kiingereza ni 20,000. Mtu anaweza kusema mbona ni kidogo? Hatuangalie ukubwa wa kitabu. Tunaangalia vitu vilivyoko ndani ya kitabu. Atakayenunua kitabu hiki akikisoma hatajutia ukinunua. Na atakayenunua kitabu hiki pia cha Kiswahili akikisoma hatajutia ukinunua. Kwa hiyo ni 15,000 kwa 20,000. Na tumehakikisha vitabu hivi havitaingia kwenye ulanguzi. Tuna namna tunavyo print vitabu hivi vina alama na tutakuwa tunafanya tu follow mara kwa mara wale wanao panga vitabu kuona kama wanaweka tu barabarani 2000 ya. Na hivi vitabu vinasainiwa. Ndio. Ni hata kama ni vitabu 500 lazima ni sign. Siende kuchukua ile electronic signature kuiweka na sign. Una sign mwenyewe. Mimi na sign mwenyewe. Asante sana. Sawa, mtazamaji kama unavyoona tunakwenda kutamatisha hapa na Marco Masala na ametujia na kitabu hicho kinachohusu ukombozi wa fikra kwa lugha ya Kimombo akiandika Liberation of Thoughts. Kwa hiyo pata nakala yako kama ambavyo ameweza kueleza. Na bei uliyoitaja kwa wale ambao hawana kawaida ya kusoma wanaweza wakaona ni kubwa, lakini katika kusoma yani mtu anaweza akashangaa. Yani kitabu kinazo mzungu akija yani
Mimi kuna kitabu kipo cha Kiingereza, yani kimeandikwa kitabu kadogo, yani kurasa sijui 15. Unaona tu US dollar pale, dola za Kimarekani sijui kadhaa kubwa, yani ukiweka sio 15 unaweza kukuta hadi 45 huko. Kwa hiyo nakupa tena fursa uzungumze na watazamaji ambao hawana kawaida ya kusoma vitabu. Maana dhana hiyo ndio inawafanya watu hata kitabu kama hicho kiasi bei hiyo naona kubwa, ila ni bei ndogo yani katika vitabu. Kawaida ya kusoma vitabu, unazungumza na vipi wa Tanzania ambao hawana utamaduni huo? Mimi ni kuwasihi tu wa Tanzania tujenge utamaduni sasa wa kusoma vitabu. Unapenda riwaya, unapenda hadithi, lakini pia hem jaribu kufikiria kusoma vitabu vya kukupa maarifa zaidi. Najua vile vinaburudisha. Lakini tunajitahidi na sisi kuweka vitabu hivi vya kukupa maarifa, viwe vinaburudisha na viwe kwenye mtindo wa story ambao unaupenda kule. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa hujawahi kusoma kitabu na unaona ukitumia 15,000 yako 20,000 kununua kitabu ni kupoteza, jaribu kununua kitabu hiki ukasome. Mimi najua kitabu hiki kimeshabadilisha perception. Utakuwa umeshapata ukombozi wa fikra tayari wa kwamba unatakiwa kusoma vitabu ili kugain maarifa zaidi. Uwe ni mjasiriamali, ubunifu ni muhimu sana. Uweze kupata kokote zaidi ya kusoma vitabu. Uwe mfanyakazi, boss sehemu au uko subordinate chini pale. Vitabu ni muhimu sana vya kukupa maarifa namna unavyoweza kuishi na boss wako, na wewe boss namna unavyoweza kulead watu wa namna tofauti tofauti, background tofauti. Uweze kupata kokote zaidi ya kusoma vitabu. Kwa mimi nawasihi wa Tanzania wanunue vitabu wasome na watajitulia kusoma vitabu hivi. Mimi nikushukuru sana. Naona muda si rafiki, lakini pia mtazamaji atakuwa ameweza kufahamu hili na lile kutokana na vitabu ambavyo umetuletea. Tukushukuru sana kwa kutuletea. Mtazamaji, vitabu ndio hivyo. Sisi lengo letu Mlimani TV tukujengee wewe mtazamaji utamaduni wa kusoma vitabu mbalimbali ambavyo sisi tunawaalika watu mbalimbali, waandishi wa vitabu kama unavyoona wanakuja hapa. Lengo lao si kupata tu fedha, lakini lengo lao ni kukufikishia wewe uweze kubadilika kifikra. Tuache sasa zile kauli za maisha magumu, mambo mengine tunafikiria si sahihi. Kwa hiyo kupitia vitabu na sisi tunaamini kwamba mtazamaji unaweza kubadilika kama hivyo. Kwa sekunde 30 una lolote la kumalizia? Sina lolote la kuongea zaidi ya kusema tu kama mtu atatafuta kitabu hiki akaikosa, lakini anao nafasi ya kunipigia simu moja kwa moja. Unaweza kumtajia namba. Namba yangu ni 0768 54 63 23. Lakini pia kama una hadithi ambayo ungependa ikae kwenye vitabu kwa ajili ya faida ya vizazi vijavyo, basi usisite kutafuta. Unatupa hadithi yako utaweka kwenye kitabu. Haya, Marco ndio anamaliza hivyo na mimi ndio namaliza hivyo katika Books and Beyond. Kitabu ni Liberation of Thoughts kwa lugha ya Kimombo, lakini kwa Kiswahili kimeandikwa Ukombozi wa Fikra. Mwandishi ni Marco Masala. Basi kama alivyoweza kusema kwamba vinapatikana maeneo mbalimbali ikiwemo bookshop ama maduka ya vitabu yaliyoko Mlimani City, Kariakoo, ametaja sehemu mbalimbali unaweza ukatembelea na kuweza kupata kitabu hicho. Sisi Mlimani TV hatuna la ziada, letu kubwa ni kukuletea wewe utamaduni wa kusoma vitabu uweze kubadilika kifikra, kiuchumi na katika mambo yote. Mpaka wakati mwingine, langu jina ni Hamisi Christopher, na mimi nimshukuru kila mmoja ambaye amefanya Books and Beyond kukufikia hapo ulipo. Kwa heri. Asante sana. Asante.